Lakini nilipoliona lile kanisa, kwa kweli nililia machozi, kwa sababu ni kanisa ambao watu wameweka miti, wakaweka miti juu, wakatafuta hii mifuko ya plastiki, wakachana, wakafunga juu ili kuzuia jua pamoja na maji. Halafu wanaabudu hapo. Wanasema ikinyesha mvua, ibada itaisha hapo. Maana hapa kanisa. Kwa sababu ile kuna eneo moja huko ndani wanaita Miono. Kwa hiyo tulipofika huko, mimi na Pastor Johnson mkurugenzi, tukapata wenyeji wetu ambao walikuwa wanatupeleka mahali ambapo ni mapya kabisa kwa ajili ya utume. Kwa hiyo tukaenda kijiji cha kwanza kinaitwa Mihuga. Ni ndani sana huko. Hakuna Sabato hata moja. Hakuna kanisa la Waadventista wa Sabato hata moja. Hakuna kanisa la Wakristo hata moja. Ni Waislamu watupu. Lakini tulishaongea na Mungu kwamba hapa tunataka iwepo kanisa la Waadventista wa Sabato. Cha kushangaza, tulipofika tukakuta viongozi wote wa kijiji wako na wakatupokea kwa mikono miwili. Bwana asifiwe. Amina. Na baada ya kupokea, tulipowauzia sera za kwamba tunatamani tuingie hapa kwa ajili ya mambo ya kimwili na kiroho, miongoni mwa watu ambao tulikuwa nao ni daktari wa kijiji kile akasema, yaani kama ni Wasabato mkija hapa mkijenga kanisa, mimi nitakuwa mzee wa kanisa wa kwanza. Amen. Tukasema, yaani tumeshafanya nini? Tumeshapata kwa kuingilia. Mwenyekiti wa kijiji kile alipokea vizuri sana, na tukasema mwezi wa 10 tunakwenda pale. Tunakwenda pale na tukafanya uinjilisti na kuacha kanisa. Tulipotoka pale tukaenda kijiji kingine mbali sana. Tulitembea mpaka saa 12 jioni. Tukafika mpakani kabisa na Tanga huko, mahali ambapo wanaita Kwenyoka. Tulipofika mahali hapo, tukakuta na penyewe ni kijiji kikubwa, lakini hakuna Mkristo, sio sababu. Hakuna Mkristo hata ni Waislamu, na hakuna kanisa. Kama mwenyekiti pale ametusubiri, akatupokea vizuri. Na tulipomweleza habari ya kwamba tunakuja hapa, tunaweza kufungua shule, tunaweza kufungua zahanati, tunaweza kuweka hapa kanisa la Sabato, akatuambia mkija jioni nitawatafutia kiwanja ambacho kiko katikati na mtajenga kanisa. Tunawasubiri sana kwa hamu. Tukasema mwezi wa 6 au wa 8 tunaenda huko. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini nihitimishe ushuhuda wangu wa kifupi kwamba wakati tunarudi tulipita kijiji kimoja wanaita Mwasima. Wenyewe wanaita Mwasima. Tukaambia hapa kuna Wasabato na wanakanisa. Tukasema hilo lazima tulione. Tulipoenda kwenye hiyo kanisa, tukaambia kuna washiriki 14. Lakini nilipoliona lile kanisa, kwa kweli nililia machozi. Kwa sababu ni kanisa ambao watu wameweka miti, wakaweka miti juu, wakatafuta hii mifuko ya plastiki, wakachana, wakafunga juu ili kuzuia jua pamoja na maji. Halafu wanaabudu hapo. Wanasema ikinyesha mvua, ibada itaisha hapo. Maana hapa kanisa. Lakini wako wangapi? 14. Kwa kweli nikamwambia Mungu, hii kanisa mwezi wa 6 ufiki, lazima tuweze. Bwana pesa. Amen. Acha jaribu kusema nini? Tumekaa hapa, Mungu ametubariki kwa namna nyingi. Pesa tunazo, afya njema tunayo, lakini kuna watu huko wanakufa kiroho kwa sababu hafanyi kile kinachotakiwa kufanya. Kwa hiyo ninatoa wito. Wapendwa, kazi ya Mungu bado mbichi sana. Tusibweteke kuona ya kwamba tuna kanisa chini hapa, kumbe kuna watu huko wana mateso makubwa sana. Tunapoambiwa kwenda kufanya kazi kwenye maeneo mapya, hebu tuchangamke kana kwamba Yesu anakuja kesho. Amen. Bwana pesa. Amen. Kwa hiyo
nimewaahidi wale watu na hasa tunaongea naye mwaka huu hauishi, tutakuwa tumepanda makanisa mangapi? Kwa hiyo kama unatamani kuunga mkono juhudi hizi, unaweza ukaniona, nitakuonyesha hizo picha. Maana hiyo ukiziona huwezi kuamini kwamba hili ndio kanisa la Mungu aliye hai. Kanisa ambalo watu wanaingia, wanasoma lesoni, wanajifunza unabii kwenye mazingira yao. Inaumiza sana. Kwa hiyo niungane na mwinjilisti Rehema, hebu tuchangamke, tusiweke hizo hela benki, tusiwekeze sana hapa duniani wakati ufalme wa Mungu unaendelea kupata hasara. Mungu akubariki sana. Amen.